Ule ni mwili brother, so mnyama yule. Ule so mnyama. Sio tunapiga nayo makini. Umeona bwana Tesha? Alikuwa pale chini ya nani amembakiza nusu ni hadi huku, sawa? Ningejua ningemkataza singekuja jamani. Ningejua ningemkataza. Mwenyezi Mungu akuonesha kifo mama. Mtazamaji wa Tesha Eye, hapa tupo katika mtaa wa Kikwakwarubi, kata ya Lemara, jijini Arusha. Tumefika hapa mara baada ya kupata taarifa ya mwanaume mmoja mwenye umri wa miaka 36 anayefahamika kwa jina la Omari Suleiman. Huyu amekutwa akiwa amefariki dunia pembezoni mwa mfereji, huku mwili wake ukikutwa kichwa kiko katika maji na mwili mwingine upo juu ambako hakuna maji. Lakini inaelezwa kwamba ana tatizo la changamoto ya kifafa, na inaelezwa asubuhi ya leo hii alionekana katika eneo la pili ukanda wa juu, ambapo inasemekana pia alidondoka, lakini baadaye alinyanyuka, na inaelezwa alifika katika mfereji huu kwa lengo la kunawa, yani kujisafisha kutokana na mwanguko ambao alianguka sehemu ya pili ya eneo hili. Tumefika hapa kuzungumza na mama mzazi wa marehemu ambaye alifika baada ya kupata taarifa hii, lakini pia tumezungumza na majirani, uongozi wa eneo hili. Lakini kubwa ambalo limewakasirisha wananchi, hasa vijana wa eneo hili, ni mara baada ya jeshi la polisi kuchelewa kufika kuchukua mwili huu. Inaelezwa kwamba mwili huu umekaa ukapigwa jua kwa zaidi ya saa 2.5, hali iliyofanya wananchi kufunga barabara ili tu kushindikiza jeshi la polisi lifike. Baadaye walifika na kuchukua mwili huu. Mimi ni France Alfred Simon Sengelela Teresia Tesha, na hii ni Tesha Eye. Bora nyinyi mmefika kwa wakati, kwa nini polisi wasifike kwa wakati? Na tuna mwenyekiti wetu hapa, tutamlaumu mwenyekiti, lakini kukuta ubovu huko kwa viongozi wengine wa juu. Mwenyekiti anahitaji paka mnamtafuta hapa. Mwenyekiti anaendelea kusema na gari. Anataka kupiga simu kuita askari. Lakini askari kwa wakati. Ule ni mwili brother, so mnyama yule. Ule so mnyama. Sio tunapiga nayo makini. Napiga selfie na marehemu. Anapiga picha mangoa taarifa tu alitoa marehemu alitoa. Nakwambia ndugu wangu, tunapita hapa hatua ya kwanza, mwenyekiti yuko hapa, sawa? Anapitiaje hapa? Ili kila mtu asipite. Kuanzisheni mawe mwenyekiti. Kama ni chameni, kwani asije serikali kaja hapa? Unajua nini Tesha? Kijana alitoka hivi, akawa anakuja polepole. Mimi niko hapa dukani na hudumia wateja. Alipofika hapo kwenye mferegi, akachukua kiboksi kalikuwa hapo pembeni ya mferegi. Akakunja ile boksi, akaweka pembeni, akakaa chini. Akavua viatu vyake. Akaingiza miguu kama vile mtu ananawa. Sasa wakati ananawa, mimi si ninaendelea huku na wateja. Sikujua kwamba huko kinaendelea nini. Dakika chache nasikia jamani kuna mtu kaanguka kwenye mferegi. Kutoka nakimbia nikamwambia, "Hapana, kijana amepita hapa na hapa kavua viatu mwenyewe, ananawa." Ndo akadondokea pale kwenye maji. Kumbe basi ndo na tatizo hilo. Lakini mimi nimemwona niko dukani. Amepita hapo pole pole na katisheti yake chekundu kwenye mkono kidogo nyekundu, akakaa. Mwenyewe akachukua boksi pale pembeni, akaikunja, akaweka pembeni, akakaa, akavua viatu peke yake. Alikuwa ananawa, naona anajisafisha. Labda basi inna lillahi kadara Mwenyezi Mungu, sipopote pale imefika. Lakini ningekuwa hapa nimeona anaanguka, kama sina wateja siningepiga yowe, labda tungemsaidia. Basi siku ikifika imefika. Nani kalala hivi chari. Watu walipoona wakakimbia, "Mama Salumu, hebu kimbia hapa, angalia." Kuangalia anambia, "Jamani, mbona amepita hapa? Kavua na viatu ananawa." Ndio tukamuona pale. Nani? Sasa kudondoka sisi kuona, niko dukani hapa. Basi inna lillahi kadara Mwenyezi Mungu. Mama, ikifika wala inafika mamangu. Fanya subira. Subira mamangu. Pole, tunaumia sote tunaumia mama. Hata mimi nafsi nauma. Basi. Kwa jina naitwa Mama Karim kwa Tembo. Mimi sijui, nimeitwa tu kama kuna mtu ameingiza culvert kwenye ameingiza kichwa kwenye culvert. Ile culvert inapeleka maji shambani kwetu huko. Kwa hiyo nauliza wapi, na mbona kwenye ile culvert inapeleka maji kwenu? Na mtu alikuwa anasafisha hapa sio muda mrefu. Kaambia mbona mtu alikuwa anasafisha hapa, akasema sasa ndio nauliza mtu kaletwa kafanya nini, kwa sababu kuna watu. Ndio kaambia watu wamekimbia, watu wameshajaa hapo. Kwa hiyo kabidi na mimi sasa nije eneo la tukio.
Hapana, sasa mna mtu aliweza kumfunua. Kuna watu wanasema walimuona wamesema namfahamu sini ya ngambo hii huko. Ngambo huko. Kuna ngambo, kuna yengo, kuna miti mirefu, sasa sijajua ngambo ipi. Kwa hiyo hajaonekana sura. Watu wangemtambua, lakini kuna mtu anasema sio namtambua, sio kaka anaitwa Mandela, sio alikuwa ni driver Toyo, kwa hiyo mpaka sasa hivi hatuna jibu sahihi. Sijui kwa sababu mtu anasema eti alikuwa ameweka box lake chini amekalia, alikuwa ananawa. Sasa kama ananawa kichwa kimefikaje kule chini? Ndio hatuna jibu. Nimekuja na mimi kauliza nani kautoa, nikamwambia kuna askari mmoja jirani yetu hapo. Ndio akasema labda tumsaidie, labda atakuwa bado yuko hai. Wakamtoa lakini ndio alishakufa hivyo. Huo mwili alivyotolewa alikuwa alishakufa. Lakini kichwa nabaki kilikuwa kimeingia huko ndani. Mwili uko nje. Maana nikaa naambiwa yuko miguu peku, lakini sinaona viatu vya hapa. Yuko peku, mwili uko chini. Sasa tukashindwa kuelewa huu mwili umekuwa nini sasa kuingia huko imeingiaje? Hamna jamani, sio parefu sana. Sio parefu. Yaani hapa tu ni kwamba tumetengeneza hapa, tumevusha maji kupeleka shambani kwetu kumwagilia. Sio kitu ambacho unaweza kufikiri kwamba inaweza kaua mtu. Hivi, haya maji yanaweza kaua mtu? Kwa jina naitwa Gilbert Msuya, ni balozi wa mtaa kwa Karubi, shina namba 14. Kuhusu hili tukio, mimi ndio nimepigiwa simu muda si mrefu, nilikuwa maeneo ya mjini. Nimepigiwa simu na kijana mmoja anaitwa Elisa. Akaniambia tuko maeneo ya E9, kuna mtu amekutwa hapa amekufa. Basi kutokana na mazingira nilikuwa mbali, ikanilazimu kumpigia mwenyekiti wangu. Nikampigia mwenyekiti wangu akaniambia na mimi nimeshapigiwa simu ndio niko eneo la tukio. Basi ndio kama hivyo sasa hivi na mimi ndio nimefika muda si mrefu. Ndio nimekuta tukio kama hivi. Naitwa Juma Waziri Hamisi. Kama nusu saa tu imepita tangia nimepigiwa simu, nimeambiwa kwamba kuna mtu ameonekana kwenye mfereji. Kwa hiyo ndo nikamuomba kijana wangu mmoja anikimbize na toyo. Ndio nikaja nikaona, basi nikafanya taratibu za kujulisha dola. Kwa hiyo hapa tunasubiria polisi wanakuja kwa ajili ya hatua zingine. Mwili tulikuta hapo kwenye mfereji wa maji, iko kama vile ameangukia hapo mferejini. Kwa kweli hatukufanya uchunguzi kwa sababu sisi pia hatuna huo utaalamu. Lakini kwa kuona kwa macho hatuwezi kuona. Kwenye miaka 25 kwenda 30 hapo. Hata leo wanasema alishaonekana karibu na nyumba za jirani hapo, lakini alianza kuanguka. Wakasema wakamwona ameamka, lakini pia akawa anaendelea na safari zake kwa sababu ni mtu ambaye anaishi juu kidogo kule. Kwa hiyo pia hawakuna mazoea ya kumuona kwenye eneo hili. Kwa hiyo walimuona, kuna watu walimuona wakasema aliona kama alianguka karibu na nyumbani pale, lakini baadaye akawa ameondoka ameendelea safari. Tunapaka kuja kukutwa hapa sasa. Alikuwa amelewa? Hapana, siwezi kujua kwa sababu nimemkuta yuko kwenye mfereji. Hapana, lakini kwa taarifa zilizopo wanasema kwamba anaonekana ni mtu ambaye tumetaka kutafuta kama watu wanaomfahamu. Basi tumepata wanaomfahamu, wanasema ana ugonjwa ule wa kuanguka kifafa. Hakuna taharuki, ila tu ikishatokea tukio la namna hii kwa sababu huyu ni mwanadamu wenzetu na watu wanachukua hatua za kwenda kushuhudia. Kama kuna uwezekano kutoa msaada, basi wananchi waweze kutoa msaada. Hatua ndio kama unavyomuona mwanadamu wenzetu yule pale, tumemhifadhi pale, tumemfunika kwa ajili ya kumstiri, basi tusubiri hatua zingine za kisheria zaidi. Naitwa Boniface Josephat Mushi, ni mwendeshaji wa bajaji wa hapa Lemara. Muda nilipokuwa nashuka na abiria, nilikuta mwili wa marehemu. Tulipita hapa tukakuta watu wamezingira, tukaona mwili uko kwenye maji. Lakini wananchi walishindwa kuokoa kulingana na mujibu wa taratibu za sheria. Baada ya mtu mmoja kuja mwelewa wa sheria akasema tumtoeni, tolewa nje. Na uokozi wa fire wamepigiwa waje kutusaidia na mpaka sasa hivi wako nje wanakuja. Lakini taratibu tunavyosikia huyu mtu ni mtu ambao huwa anazimia na kifafa. Na watu wahusika wa hapa karibu walisema walishamuokoa, tena asubuhi ya leo alidondoka kifafa pale juu. Kwa hiyo inawezekana hapa walikuwa wanajifanyia usafi wake wa mwili, lakini sasa unavyoambiwa taratibu za kifafa elewani na maji na moto. Kwa hiyo mujibu wa taratibu tunavyoelewa alikuwa anajifanyia usafi hapa, hata kama viatu mnavyoviona pale alivua mwenyewe, alikuwa anajifanyia usafi. Unaona ndio mauti wake ulimkuta hapo, ndio anashindwa kujitetea maana alikuwa hamna mtu wa kumsaidia karibu. Ndivyo tulivyojua sisi wananchi wa pale Mara. Tunavyomfahamu sisi ni kijana mwenzetu kama kijana, na tunamjua ni kijana mwenzetu anajishughulisha na shughuli ndogo ndogo tu zote zinajitolea, na wazazi wao ndio kama wanavyofika, maana ameshapigiwa wazazi ndio wako anaishi huko ng'ambo, ndio amefika sasa hivi. Kwa hiyo ni kijana ambayo hana makuna mtu, ni mtaratibu, ni mpole, ana ugomvi na watu, na ni mtu anaishi na kila mtu.
Ndio hivyo tunavyofahamu sisi kama wananchi na tunaishi naye kila siku. Kipi cha kujifunza kwa watu wenye matatizo? Naomba taratibu zake zipo hivi, tahadhari kubwa, wakae mbali na maji na moto pia. Ndio tunachojifunza sisi kama vijana. Na pia waepuke, kama ni mnywaji wa pombe ajiepushe na mambo ya kunywa pombe tunavyofahamu sisi. Hapana jamani, msidanganye. Viatu ni avijua jamani. Tulia. Hapana. Basi tulia mama. Hapana jamani. Fanya subira. Kuna mtu kanipata jamaa kanambia kamuona akasema ni anaitwa nani mwanao? Mari. Basi tulia mama. Fanya subira. Fanya subira. Fanya subira. Si tunatembea na umauti. Tunatembea na umauti mamangu. Basi mwanao huyo keshatwaliwa, basi inna lillahi. Kuwa na subira mamangu. Kuwa na subira mama. Kifo hakina taarifa mama. Kifo hakina. Sote tunatembea nacho, isipokuwa kinauma tutafanyaje sasa? Basi ndio hivyo. Nimeona kabisa mwanao amefika pale, kakaa akachukua boksi tena ili asichafuke, kakaa kwenye boksi, kavua viatu, ananawa. Kumbe ndio hivyo, safari ilikuwa imeishia kwenye mfereji. Ningekataza singekuja jamani. Ningejua ningemkataza. Mwenyezi Mungu hawezi kuonesha kifo mama. Basi huwezi jua kifo cha mtu mama. Huwezi mamangu. Sasa utafanyaje? Utasahau tu. Kadara ya Mwenyezi Mungu, kuwa na subira. Wakumzaa kabisa jamani, kabisa jamani. Basi. Mtoto wangapi mama? Unauliza na vijana wanakuuliza mtoto wa 5. Basi. Alikuwa anadonda kama kifafa. Alikuwa anatumia dozi. Basi mamangu. Amekuja mpaka pale nyumbani. Nikamwambia wenda wapi? Akanambia nenda zunguka. Huwa afanyaga kuna shughuli zake anazofanya huku 8. Nikamwambia kwa nini unaingiaga mpaka Jumapili? Akasema ndazunguka tu. Nikamwambia sawa. Sasa mimi sipenda wasiwasi naye kwa sababu jamani ndio kwa grafiasi jamani, mimi bwanangu. Nimepigiwa simu na huyu kijana aliyekuja hapa. Ni wajina yake naitwa Omari. Ndio alonipigia akanambia uko kazini, nikamwambia niko nyumbani, anambia njoo Karanga. Naambia kuna nini? Anambia njoo Omari amedondoshwa. Ndio alivyoniambia. Sasa yake ilianza lini? Labda gani tatizo lake? La muda mrefu, na tulishampeleka hospitalini, madaktari wakasema atumie hivyo vidonge. Sasa Omari Selemani Mgoli. Umeona bwana Tesha? Alikuwa pale chini ya nani, amembakiza nusu ni hadi huku, sawa? Mheshimiwa alikuwa hapa mwenyekiti. Vipi bwana? Poa. Ngoja nimeshapiga simu polisi. Ngoja ni aje, tukaona tu baridi kwa sababu mheshimiwa yuko hapa, acha tuvute mbele. Tumeenda tunarudi, bado aibu zile za kishamba. Sasa lengo mtu anazalilishwa mpaka sasa hivi hapo mheshimiwa yuko pale, polisi hawajaja. Sasa tuna maana gani kusema tuna mheshimiwa? Si mapigo za kishamba hizi.